tatizo la mguu wangu pindi ambapo lipoanza, mimi sikujikata, sikupata ajali. Umeona, nilitoka nyumbani Vigwaza nikarudi Mkuyuni kwa ajili ya kwenda kusalimia ndugu. Nilipotoka kusalimia ndugu asubuhi yake nikarudi zangu wapi? Vigwaza. Niliporudi Vigwaza nimefika kama saa 11 ya jioni nyumbani Vigwaza hapo. Nilipofika saa 11 ya jioni kweli nikamkuta mke wangu akaniandalia chakula nikala. Nilipotoka hapo akamwambia bwana, leo tunaenda kwenye biashara. Akanijibu ndio tunaenda. Akaandaa vitu vyake vya biashara. Tulipotoka hapo mimi na yeye tukawa tunaelekea kwenye maeneo yetu ya biashara. Tukaenda tukafanya biashara kwenye muda kama saa 3. Mke wangu akaniambia kulingana leo biashara naona kama haiko vizuri. Nilikuwa naomba tu tuondoke nyumbani ili kesho tujipange na mengine. Nikasema okay sawa, haina shida. Mimi mwenyewe naona biashara iko sawa kwa leo. Tumetoka tukawa tunarudi nyumbani. Kutoka kwenye eneo nilipokuwa tunafanyia biashara nimetumia kama hatua 15 kuelekea nyumbani. Nimesikia mguu kama asili ya mtu ambaye nimejichoma na mwiba. Na aliyakuwa mguuni nimevaa laba, nimevaa soksi, pia nimevaa na jeans. Naam, mtazamaji wa Families Media, tumekuja kwa nia ya kumsikiliza Miraji Mustafa ambaye ana changamoto ya mguu wake ulikufa ganzi na mpaka kupelekea kuoza na kupelekea kwenda hospitali kukatwa. Na hapa ndipo anapojishikiza kwa ajili ya kupata chochote kitu, na leo hii Families Media tumefika kwa ajili ya kufahamu changamoto na historia ya mguu wake ilianzia wapi na ilishia wapi. Jina langu ni Sabitina Ali na hapa nipo naye tuweze kumsikiliza changamoto hii ilianzia wapi na ana shida gani, ana changamoto ipi inayomkumba kwa sasa na anahitaji asaidiwe nini. Na ewe mtazamaji wa Families Media, usisite kumsaidia kijana mwenzetu, kwani kutoa ni moyo na si utajiri. Karibu. Mtazamaji anayekutazama anatamani umwelezee ama ujitambulishe jina lako kamili na umpe historia kidogo fupi ya huu mguu ulikuwaje kuwaje. Kwa majina naitwa Miraji Mustafa. Ni mzaliwa Morogoro hii, kijiji cha Kibuko, kata ya Mkuyuni. Historia yangu kiukweli, nilianza maisha shule ya msingi nimesomea Kibuko. Baada ya hapo nilipomaliza shule ya msingi sikufanikiwa kufaulu kiukweli. Nikaamua kutoka kwenda kujitafutia riziki. Nilipotoka nikaelekea zangu Dar es Salaam. Dar es Salaam niliishi ndani ya miaka 3. Lakini pia nikaona bado haitoshi, nikarudi tena nyumbani. Niporudi nyumbani nikajitafuta tena, nimerudi tena Pwani ambayo tunasema Chanika. Chanika pia niliishi kama miaka 2. Sasa kulingana na mazingira yangu mimi huwa sipendelei kuishi nilipozaliwa. Napenda nijitafutie nje ya sehemu nilipozaliwa. Niliishi Pwani lakini ikashindikana, nikaja nikarudi tena Morogoro. Sikulizika tena, nikasema sio kweli, siwezi kushindwa. Nikarudi tena wapi? Nikarudi tena Vigwaza. Nilipoishi Vigwaza kweli nikafanikiwa. Nikaa namiliki kieneo, umeona. Lakini baada ya muda Mungu alinibariki nitengeneza kibiashara cha chipsi, nikawa nauza chipsi. Umeona, na nilikuwa na mke wangu pia, naye alikuwa anauza vinywaji, hususani hivi vinywaji ambavyo sio vileo. Biashara ile ilienda, riziki ilikuwa inapatikana, ila kula haikosekani. Lakini cha ajabu kuna kitu ambacho kiliingia katikati ya maisha yangu mpaka sasa imenirudisha nyuma. Hivyo nipo tayari kujipanga tena upya kulingana na tatizo la mguu wangu. Kwa sababu tatizo la mguu wangu pindi ambapo lipoanza, mimi sikujikata, sikupata ajali. Umeona, nilitoka nyumbani Vigwaza nikarudi Mkuyuni kwa ajili ya kwenda kusalimia ndugu. Nilipotoka kusalimia ndugu asubuhi yake nikarudi zangu wapi? Vigwaza. Niliporudi Vigwaza nimefika kama saa 11 ya jioni nyumbani Vigwaza hapo. Nilipofika saa 11 ya jioni kweli nikamkuta mke wangu akaniandalia chakula nikala. Nilipotoka hapo akamwambia bwana, leo tunaenda kwenye biashara. Akanijibu ndio tunaenda. Akaandaa vitu vyake vya biashara. Tulipotoka hapo mimi na yeye tukawa tunaelekea kwenye maeneo yetu ya biashara. Tukaenda tukafanya biashara kwenye muda kama saa 3. Mke wangu akaniambia kulingana leo biashara naona kama haiko vizuri, nilikuwa naomba tu tuondoke nyumbani ili kesho tujipange na mengine.
Nikasema okay sawa, haina shida. Mimi mwenyewe naona biashara iko sawa kwa leo. Tumetoka, tukawa tunarudi nyumbani. Kutoka kwenye eneo nilipokuwa ninafanyia biashara, nimetumia kama hatua 15 kuelekea nyumbani. Nimesikia mguu kama asili ya mtu ambaye nimejichoma na mwiba. Na aliyakuwa mguuni nimevaa laba, nimevaa soksi, pia nimevaa na jeans. Umeona? Ina maana ulisikia maumivu kama ya mwiba? Nilisikia maumivu kama ya mwiba. Nilijaribu kujitafuta kwenye mguu lakini sikuona mwiba. Hatua ya mwisho akili kaniambia kwamba ni mshtuko tu, inawezekana kwenye misuli ya damu ukashtuka. Nilitoka pale. Nilitumia kama dakika 15 kabla sijafika nyumbani. Hali ya mguu ikawa imezidi, najisikia ganzi mpaka kukanyaga siwezi. Baada ya hapo tumefika nyumbani. Nilipofika nyumbani nikawa ndo sielewi. Ganzi imezidi mpaka kukanyaga siwezi. Ilibidi nimwambie mke wangu. Nikamwambia mke wangu, mguu mimi unauma. Nikamwambia mguu unauma basi ngoja tulale, kesho asubuhi tutafanyaje? Tutajua la kufanya. Okay sawa. Lakini kadri ninavyojitahidi mimi kama mwanaume kukaza ili mradi mwanamke asijue kwamba nasikia maumivu kiasi gani, ile hali mimi inanishinda. Nasikia maumivu makali, mguu hautaki kukaa juu, unatakiwa ukanyage chini muda wote. Kwa maana sasa sikulala kuanzia siku ile ya kwanza. Asubuhi nilipoamka, mguu nimeamka waliokuwa umevimba. Kulingana na harakati ambazo za maumivu nilikuwa nayasikia, kiukweli sikupata nafasi hata ya kuziondoa nguo mwilini. Asubuhi nimeamka na suruali yangu, mguu kadri ulivyovimba, suruali imeshindwa kuvuka. Suruali imeshindwa kuvuka, ibidi nimetumia kuchana, ndo nikaja nikaitoa suruali na kubadilisha mavazi mengine. Nilipoona vile nikaona hili ni tatizo, alafu limekuja kwa njia ya kutatanisha. Nikatoka nikaenda kwenye maduka ya madawa ambayo makubwa, kwenda kujaribu labda kupata kama ushauri, nione kwamba ni kitu gani ambacho kinawezekana kimenisababishia. Nilipoenda kule akajua kaniuliza, vipi kwani umejichoma? Hapana. Ulikuwa unakimbia? Hapana. Sawa. Akanipa dawa tu za maumivu, mkatumia dawa za maumivu, wenda hali fulani tu imejitokeza lakini nafikia tu itaisha. Nikasema sawa. Nikachukua zile dawa nikawa natumia, nilikuwa natumia pia na sindano za kushusha mavimbe. Nimetumia sindano za kushusha mavimbe ndani ya siku 3. Naona mguu haushuki mavimbe. Ilibidi unazidi kuvimba. Unazidi kuvimba na maumivu makali. Tokea siku ya kwanza niliposikia maumivu yale, ndo sikufanikiwa tena kulala kitandani. Kitanda changu mimi ni kwenye kiti cha plastiki, kwa maana nikae hivi ili mguu ni ukanyage. Maana mguu ulikuwa hautakiwi kupanda kitandani. Yani mguu hautaki nyayo ibaki hivi wazi. Kinachotakiwa ni mguu ukanyage, nyayo ikanyage. Kweli nimeendelea na ile zoezi, nikatoka hapa nikaenda hospitali tena. Kwenda kupima, hawaoni maradhi yoyote. Wakaenda tena wakanipa vidonge vya maumivu. Nikaenda hospitali ya wapi? Nikaenda hospitali Mlandizi. Wakanipa vidonge vya maumivu, wakaniandikia na sindano za kushusha mavimbe. Nimekuja nimetumia sindano za kushusha mavimbe ndani ya siku 3. Mguu umesinyaa. Yaani yale mavimbe yanaonekana yameshuka, lakini ile ngozi imejikunja. Umeona? Nikaa naendelea kutumia ile dawa. Ilipofika siku kama ya 7 hivi, mimi nikaona sio kweli. Mitabidi nifanyeje? Nitabidi niende tu hospitali. Ila kabla kufika hospitali itabidi nirudi kwa wazee, ili nao pia wakanione, waone kwamba hii hali inakoelekea ni wapi, kwa sababu tayari ule mguu ulikuwa chini haukanyagi. Mawasiliano ya chini ya unyayo na kwenye safu hii yameshaachana. Umeona? Nikarudi, nikaondoka zangu, nikapakiwa na mwenyekiti wa Vigwaza ambaye anaitwa Mwantumu. Amefanya mchango wa nauli pale, kwa sababu kulingana na zile siku nilizokuwa nakaa tayari kuna kiasi ambacho nilichokuwa natumia. Na biashara yenyewe nilikuwa naifanya ndio kwanza ilikuwa inaanza kuchanganya kwa ajili ya kujiwekeza. Ikawa imefikia hatua mwenyekiti amefanya mpango kulingana na jinsi ninavyoishi na watu, amezunguka ndani ya jioni moja tumepatikana nauli ya kutosha, nimepanda gari kutoka Vigwaza nimekuja Mkuyuni. Nilipofika Mkuyuni sasa, kulingana na zile taarifa kwamba nikimpigia labda wastani kaka, bwana kaka mimi mguu nauma, dada mguu nauma, kwa mtu anachukulia ni hali ya kawaida, mguu nauma tu, atakunywa dawa utatulia. Lakini baada nilipofika wakiangalia ule mguu, wao wenyewe huwa unawatia mashaka. Sasa ile hali ndani ya zile siku 7 mimi nilikuwa kwenye moyo kama nimeshazifanyaje, nimeshazizoea. Lakini wao naona jinsi wanavyotaharuki wakiangalia ule mguu, nikajua kwamba hii ni shida. Mguu ule ukao unasinyaa. Nafika nyumbani na siku ya 7. Tumelala asubuhi, mke wangu amenitengea maji ile ndio nikaoge. Naenda kuoga,
kwa sababu ule mguu haukanyagi, ina maana yeye lazima anatumia kuniletea stuli, umeona, nikae chini kwa ajili ya kuoga. Sasa hapa kwenye ule mguu, kwa sababu hautakiwi ukae wima hivi, ilibidi aniletee dumu la lita 20 akalilaza hivi kwa ajili nipate kukanyaga, ukae juu juu. Nilipokanyaga, katika kukanyaga hivi, kwa bahati mbaya mguu ukawa kama umeteleza, kwa sababu hauna mawasiliano, umekuwa kama umelegea hivi, mguu umeteleza. Ulipoteleza, ile nyama ya kwenye kifundo cha mguu kwa chini imekatika kama imekatwa na kiwembe. Imekatika kama imekatwa na kiwembe. Alafu yakawa yanatoka maji fulani hivi machafu. Kiukweli yanatoa harufu. Nilipoona vile nikaona sasa hii hali inakuelekea, mbona mimi sielewi. Na maana mguu uliteleza ukaanguka chini. Yaani pale pale kwenye dumu pale nilipokanyaga ukawa kama umesheki kidogo hivi. Uliposheki ile ngozi ndo ikakatika. Ilivyokatika ndo sasa nikawa na staajabu kwamba hii hali ya hewa mwishoni inaelekea wapi. Okay, sawa. Nikajaribu kuchukua ile palipokatika, nikawa kama natanua ili nione kwamba je, shida nini? Nilipotanua kuangalia, ile ngozi ya nje ngumu imeachana na nyama ya ndani yote. Nikapata ushujaa, nikasema mke wangu nenda kanigee kiwembe. Mke akatoka kaenda kaniletea kiwembe. Kikweli nilichukua ile ngozi nikaishika, nimeikata kama nazungushia kama inomoishia soksi ndogo fupi ya kawaida. Nilipokuja kufanya hivi kusukuma kwa chini kwenye nyayo, umevuka ngozi pamoja na kucha zake.